mpaka watu kabla ya mechi wanajua mechi hii inaenda kufanyika kitu fulani. Hakuna ligi. Hakuna ligi. Na hili ambalo tunaloliongea leo, najua kuna wengine nafsi zao zitawauma, lakini hili ndo ambalo lilofanyika hata kwa timu ambayo ilikuwa bingwa leo. Walizungumza mapema kwamba wao ni mabingwa ikiwa bado karibia mechi 10. Kwamba hamna mtu atakaye wazuia katika hilo. Na tumeona pa katikati kuna mambo mengi yamefanyika katika hili ligi. Kuna uonevu wa waamuzi, kuna vitu vingi ovyo vimefanyika. Tumeona kwenye mechi zao 10, mechi karibia 2 wanatoka nje kabisa ya uwanja wanaenda kubadilishia nguo kwenye nyumba ya mtu ambaye nyumba ile hatujui mle ndani mna kitu gani. Kuna mashine ya kuongezea nguvu, kuna kila kitu, lakini sisi hata hatujui. Lakini ukiachilia hivyo ligi imekuwa ina muendelezo mbovu kadri miaka inavyozidi kwenda. Mimi niseme katika utawala wa Mheshimiwa Karia kuna vitu vingi amefanya kwenye national team, nimwambie mzee kafanya vizuri, kuna miundombinu ya TFF kafanya. Lakini kwenye kuongoza mpira wale Karia na kamati zake amefeli. Tuzungumze amefeli kabisa. Yaani tuzungumze uhalisia wa ukweli. Sitahofia kusema kwa sababu wale ataongoza atatoka mwingine atakuja. Mimi ndo mmoja wapo katika watu 10 wanaomsifia Wallace Karia kwa vitendo vyake vya miundombinu ya mpira wa Tanzania. Then katengeneza academy ambazo vijana wetu wengine walikuwa wana sehemu ya kwenda. Leo hapo tumeona timu ya taifa ya vijana ambayo imecheza kule Morocco, tumeona imefanya vizuri, vijana wengi wametoka kwenye academy ya TFF. Lakini ukiachia hivyo, national team zote kuanzia miaka 17, 20 mpaka senior wamefanya vizuri katika tawala yake. Ila ligi ya ndani Wallace katawaliwa na siasa. Siasa zimemtawala na watu wa siasa wamemzunguka, wamemshika kila sehemu, kuanzia kwenye koti mpaka chini ya viatu. Kwa sababu vitu vinavyofanyika kwenye mpira wetu wa Tanzania, yani ukiambiwa yani haviridhishi, kwa sababu leo timu fulani kiongozi anafanya makosa makubwa, ile timu apewi adhabu. Timu fulani inafanya makosa makubwa, adhabu hakuna. Kilio cha kupuliziwa timu cha kupuliziwa madawa kwenye vyumba akijaanza kusikika leo toka muda mrefu. Na hiki kilio, timu zinaathirika. Timu ni wachezaji wana familia. Mchezaji unapomuathiri kwa kunyonya yale madawa, inawezekana kesho na kesho kutwa akaathirika kwenye mapafu, akaathirika katika moyo wake, akaathirika kwa chochote. Sijawahi kusikia shirikisho ikitoa tamko kuhusu madawa. Sijawahi kusikia. Kuna timu ilikamatwa Chamazi, mabomba ya sindano yako kwenye vyumba vyao baada ya mechi. Kuna chochote kilifanyika? Tumeona hapa juzi tu hapa Azam kalalamika zidi ya TRA, mpaka wachezaji wengine wamelazwa. Kuna kauli imefikia kutoka shirikisho. Lakini ukiachia hiyo, mechi ya Azam na Yanga karibia inachezwa, kuna mtu wanani Yanga ambaye ni komando wao na wanamjua wenyewe, kakamatwa kwenye vyumba vya Azam usiku wa manane Benjamin Mkapa. Kuna action imechukuliwa. Viongozi wa ndani wanatengeneza mazingira haya ili mradi watu fulani waweze kuathirika, mwingine aonekane kabeba ubingwa mara 5. Athari hizi zinaathiri mpira wa Tanzania. Athari hizi zinaenda kuathiri wanaoweka hela. Mimi masikitiko yangu kwamba wanaowekeza kwenye mpira wa Tanzania foreigners hamna. Wote wa Tanzania. Balesa Mtanzania, Mohamed Dewji Mtanzania, Gharib Saidi Mtanzania, na hata TRA ni kodi ya Tanzania. Kwa nini watu wanaenda kuweka hela, watu wachache wanafanya vitendo wanavyotaka wao na mpira wetu unabadilika unakuwa wa ovyo? Shabani, tunaweza tukasema kwa hayo yote yanayotokea ni uongozi mbovu wa juu, usimamizi wa mpira hasa ligi ya ndani. Viongozi katika usimamizi wa ligi ya ndani wametekwa na wameshikwa na wanasiasa. Hatuwezi kutoboa. Siasa na mpira ni vitu tofauti kabisa. Kwa sababu inawezekana kiongozi yule kesho anataka ubunge katika jimbo lake. Inawezekana kiongozi yule kesho anataka uwaziri. Na viongozi wa siasa ndio walikuwa kwenye mpira. Kwa hiyo yeye kama yeye kiongozi kesho atataka ubunge. Sawa? Akishawakomalia ile timu ya wale viongozi wapendwa atapata ubunge. Wanatuharibia mpira. Kwenye ukweli tuzungumze ukweli. Uwaga anazungumzanga tu ukweli. Nchi hii ya Tanzania imekombolewa na waliotukomboa mpaka leo tuna amani, wengine hawapo. Waliobaki wachache. Leo tunaishi kwa amani. Leo Shabani nazungumza na nyinyi hapa. Sisumbuliwi na mtu. Leo kila mtu anazungumza haraka na anataka mwenyewe. Hasumbuliwi na mtu. Kuna watu walitengeneza misingi ya kuasisi kwa hivi. Kwa nini ligi ya ndani misingi yake ni mibovu? Leo klabu imefanya kosa la kwanza kubwa. Imeenda kuvalia
imeenda kufanya kubadilisha nguo za kuingia kwenye mechi kwenye nyumba ya mtu mara ya kwanza. Wamepewa onyo na wamepigwa faini milioni 30. Jana wamecheza tena na viongozi wa shirikisho wanaosimamia wakiwepo, viongozi wa bodi ya ligi wakiwemo, kila mtu alikuwepo. Mwisho wa siku wameenda tena kwenye vile vyumba na mechi imechezwa kama hamna kilichotokea. Wanatupeleka wapi? Wanatufundisha maadili gani? Watoto wetu wanaopenda mpira wanaenda kupelekwa katika maadili gani? Hiki ni kilio cha msiba wa wanasoka wa Tanzania, lazima tuimbe wote. Leo klabu hiyo inaofanya hayo mambo ya ajabu, president wa klabu hiyo ndo tunaaminishwa yeye ndo president wa vilabu. Anaongoza nini? Kama klabu yake inatoka nje ya jengo la uwanja kwenda kuvalia kwenye nyumba nyingine, kama klabu yake mchezaji wa timu pinzani kaumizwa, anayeshabikia mchezaji wa timu pinzani kuumizwa, yeye anamkumbatia na kombe anampa nyanywe juu. Wapi kiongozi wa mpira? Kuna ukakasi tena mkubwa. Ni msiba mkubwa au sio mdogo? Haiwezekani leo president wa timu kubwa tena kongwe anaenda kumchukua mshabiki ambaye alifurahia mwamba wa Lusaka kuumia. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, analipa duniani. Jana Pacome kaumia. Na hiyo kwa Pacome kuumia, kalia mpaka kajinyea yule bwana. Kuna mtu kaniambia kamkuta chooni anavua ile nguo ya ndani. Ni aibu. Sasa kama timu yake aloivalia jezi kaumia, mchezaji wetu tena anachechemea, kashangilia na kasema aumia asicheze tena. Haya, jana Pacome kavunjika. President wa ile timu kamchukua yule anayofanya ule upuuzi, kaingia naye uwanjani na kombe kampa. Au ni njia kumhamasisha zaidi. Unaenda wapi mpira? Tuzungumze mpira. Tusizungumze vitu vya ovyo. President, kama umefanya mazuri utasifiwa. Leo marehemu Zakaria wanaoyafanya, na kama kuna watu wanaboronga, hamna mtu utakemtajia kwamba Karia akafanya nini akashindwa kukujibu mazuri yake. Uongo. Lakini kwa nini president ambaye ndo tunaaminishwa yeye na ndo rais wa vilabu anakumbatia hivi vitu? Anakubali klabu yake itoke nje, anakubali kumkumbatia mtu ambaye mchezaji kaumia anafurahi. Wallahi jana tuko KMC Complex tunacheki mechi. Tumepata taarifa sababu tuko tunafuatilia. Pacome kavunjika. Uwanja wote wa KMC watu walikuwa na huzuni. Kwa nini mchezaji kaumia? Kaumia tena sana. Tuzungumze ukweli kwa sababu Pacome maisha yake ni mpira. Sisi tunahitaji wachezaji bora waje kucheza kwenye ligi yetu ikue. Leo unafurahia vipi mchezaji kuumia? Na aliyofurahia lile kaungwa mkono na rais wa hiyo klabu. Rais wa nini? Wa mipasho, rais wa taarabu, rais wa singeli, sio rais wa mpira. Inawezekana rais wa singeli huku kapotea. Kama rais wa mpira huwezi kufurahiwa mchezaji mwingine kuumia. Na mimi nimpe pole ndugu yangu wa JKT Tanzania, alichokifanya sijui kusudio lake, lakini yule ni mpambanaji na kwenye dakika 90 alikuwa anatetea timu yake isipoteze matokeo. Sijaona kama ile faulu ilikuwa ya kukusudia kumvunja. Sizungumzi, anaitwa Abi lakini kilichotokea alivyoenda kufanya tackling, nadhani kuna kitu kimefanyika, yule bwana akavunjika mguu. Mimi pande fulani niseme tu yule ni Mtanzania na ni mchezaji ambaye kama mchezaji mwingine, hata kama angekuwa foreigners, lile kosa alilofanya mimi na uhakika kukusudia kumvunja Pacome hata kidogo, ila limetokea ile kimpira. Lakini tunaona watu wanamwataki kwa maneno, nasikia mpaka message za kawaida wanamtumia vitisho, sio ungwana. Sasa hivi ni wakati wa kuungana na kumwombea Pacome Zouzoua apone. Hilo na ndo swali lilokuwepo, sio wakati wa kumnyoshea mchezaji kidole. Yeye ameenda kutetea jahazi la timu yake. Leo juzi kuna kijana mmoja kama sio Privajinho au kijana mmoja huko Yanga. Wakati anachezewa lafu Alassane Maodo Kante na yule wa Singida yule jezi namba 6 yule. Nani yule sio anaitwa yule? Alimchezea lafu moja mbaya sana. Yeye ndo aliweka katika peji yake. Angalieni mtaona. Anasema mnalalamika nini? Hiyo si faulu ya mchezo. Hakusema hivyo. Tena yuko ndani ya klabu ya ovyo. Lakini yote kwa sababu president wa klabu hayuko serious na mpira. Ninasema kama anahitaji kuongoza mpira, umemshinda labda ongoze singeli. Ndio maana hata katika vilabu vingine vimemkataa mpaka leo, kwa sababu kama wewe rais wa klabu kweli unajua mandhari ya klabu, usingempokea mtu ambaye kafurahia mchezaji kuumizwa, ambayo ligi ile na wewe kwenye vilabu hivyo na wewe umo, alafu unafurahia na kombe unampa.
Sisi hatukatai wao kubeba ubingwa kwa sababu kuna watu walitengeneza from nowhere wao wawe mabingwa na kila Mtanzania anaona. Wametengeneza kuna mtu fulani awe bingwa. Si hao chama cha waamuzi na marefa wao kwa siri. Tumeona akiongea anatetea kwa sababu timu yake imebeba. Akisema Yanga akichukua ubingwa nyewe mnasema makosa ya waamuzi. Goli la Zanzibar, goli sio goli. Mamlaka ilikili ni goli. Kamati ya masaa 72 ambayo ndio mamlaka inajua sheria kusema goli. Refa kufungiwa. Pointi kapewa nani? Jana tumenyang'anywa kombe kwa kupitia pointi ngapi? Zile tulizonyang'anywa Zanzibar sio 3. Bingwa nani?